kwa wazee kujadili na kuona maoni kuhusu misingi iliyoundwa na kudumisha taifa letu kuwa nchi ya amani, umoja, haki na yenye matumaini ya maendeleo endelevu ya watu wote. Washiriki katika mkutano huu ni wazee katika maana pana ya watu wenye hekima, busara kutoka kwenye makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo viongozi wa dini, wasomi, wazee wastaafu, wanawake, vijana, vyama vya siasa, taasisi za tasnia ya habari ya ninyi na taasisi za kiraia. Hao ndio watakao kuja. Umuhimu wa kufanya jitihada za kuimarisha amani, umoja, haki na maendeleo kwa sasa unatokana na matukio ya ghasia iliyotokana na maendeleo yale yakaacha kuwa ya amani yakawa ya ghasia na uvunjaji wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Tunawaombeni vyombo vya habari vitufikishie taarifa hii kwa waalikwa na wale wote waliokaribishwa. Mazungumzo ndiyo nyenzo ya upatanishi na ujenzi wa amani. Nimetia sahihi Kajito. Sasa nitaeleza jambo moja tu. Wazee hawa ni nani? Nimetaja makundi. Tunaita wazee. Leo ninyi ni sehemu ya wazee. Nchi hii ina miaka 65. Institution zake zote huko mnakotoka ninyi ni vijana, lakini zile ni nzee, zina miaka 60 na kitu. Zimebobea katika kujua mambo ya nchi hii na kujua mambo ya dunia hii. Kwa hiyo ukisema TBC ni chombo cha zamani kabisa. Kwa hiyo tunawahesabuni ninyi mnawakilisha vyombo vilivyokomaa, na kwa hiyo mkutano huu ni wenu. Au wengine wote katika vyombo hivi tulivyotaja makundi tumeita wazee. Kija askofu ni kazi, cheo chake siku hiyo ya mkutano ni mzee. Cheo siku ya mkutano ni mzee. Iwe askofu, iwe mchungaji, hatuiti hao. Tumekaribisha nadhani hata baadhi ya mawaziri wetu, nadhani na rais mmoja, rais wetu aliyobaki huyu tumemkaribisha. Barua tuliyompelekea tumesema mzee fulani. Hatukaribishi vyeo hapa, tunakaribisha wazee. Na mimi leo nazungumza nanyi kama mzee, na ni kweli mzee, miaka 87, na taasisi hii ameanzisha Mwalimu alikuwa mzee, alikuwa anafanya kazi na wazee hata kabla ya uhuru. Kwa hiyo wazee wana umuhimu maalum katika nchi hii na katika kutazama mwelekeo wa nchi yetu. Pili, wazee ni wazazi. Ninyi wote hapa wengine hamjaolewa, labda mmeoa, lakini wazee ni wazazi. Mimi na wajukuu. Kwa hiyo nimezaa, nimelea, nimekuza, nimepeleka mashuleni, nimehand over kwenye public. Binti yangu mmoja ni lawyer, lakini anatoka kwangu. Kwa yale malezi ya awali ya binti huyo, kama ilivyo kwenu, mmetoka kwenye mizi ya wazazi wenu, ni wazee. Kwa hiyo tabia zenu, mwenendo yenu na mahusiano yenu kwa kiwango kikubwa kabisa yameelekezwa sio na Rais Samia wala Mwalimu, yameelekezwa na baba zenu na mama zenu na shangazi zenu na wajomba zenu na bibi huko mnakotoka. Sasa tungepata muda ningewaeleza maana yake, ningekwambia wewe niambie ulivyolelewa,
ningetoa ushahidi umuhimu wa kurudi utoto. Kwa hiyo ndio maana tunaita hapa wazee, hatuiti hapa vyeo, tunaita hapa watu waliozaa, wamelea, wamekuza, wamepeleka kwenye public. Kwa ninyi mmeletwa, mmetoka katika, mmekuja kwenye vyombo vyenu mfanye kazi ya nchi ambayo mmekabidhiwa na wazazi wenu. Ndio maana ya emphasis ya wazee, na ndio maana nawaita ninyi ni wazee, vyombo vyenu ni wazee. Kwa hiyo sija hapo kwa ripoti hivi mambo ya TBC, ITV ni chombo cha wazee, alianzisha mengi, alikuwa mzee wa hekima. Nadhani hilo tumeelewana. La pili, kwa nini tumeita kwenye taasisi ya Mwalimu Nyerere? Kwa nini tumeita kikao hiki cha wazee? Mwalimu alianzisha taasisi hii akiwa na miaka 32. Lakini mmesikia mara nyingi anasema aliongozwa na wazee. Ninyi kwenye vyombo vya TBC mara nyingi mnasikia mwalimu anasema mimi nilikuwa kijana, wazee waliniamini, kwa hiyo wakaniachia nifanye kazi hii ya kutafuta uhuru. Na waliniuliza, tuliwahi kufanya hii kazi tukauawa huko Majimaji, una hakika wewe kijana tutavuka? Akawathibitishia kwamba safari hii hii kazi ataifanya si kwa vita, ataifanya kwa amani, kwa mazungumzo. Basi wakaridhika. Kwa hiyo mwalimu wakati wote amejenga nchi hii akiwa kijana, anafanya kazi miongoni na wazee, na wakielewana na wazee mpaka yeye ametoka na miaka 77 amezeeka, akaachia vijana waendeshe nchi hii, na baadhi ya wazee kama sisi tusimamie taasisi. Ndio maana ya kuja hapa kwamba nchi hii na yale tutakayozungumzwa imeasisiwa na mtu siku hii tunamuita baba wa taifa. Sasa kama tufanyi kwa kejeli, ni baba wa taifa, kutoka kabila ya Wahaya, Wazanaki, Wasukuma tu, Wahehe, akatukusanya hivi, tukatumia mipaka ya Wajerumani, tukajenga. Na katika nchi ile sasa nchi yenyewe tukaweka mipaka. Kuna katiba hapa inaonyesha, wakaweka itikadi inaita sisi ni nchi ya watu sawa, wanaostahili heshima, wanaostahili haki. Nchi ya namna hiyo ndio itikadi yetu. Nchi ya watu sawa kwenye utu wao, wanastahili heshima, isiyo na dini, ina haki, ina maendeleo, wanajitahidi kuleta wote maendeleo, na hawabaguani, na hawagombani dini, kila mtu ana yake. Hiyo kawa ni mwelekeo ukawekwa kwenye katiba. Baadaye wakaunda vyombo vya kuongozea, kutoka kwenye chama wakaja kwenye serikali. 61 tukapata serikali. Serikali ya 61 hilo Mwalimu aliipeleka yuno kwenda kuomba wanachama. Sasa mkisoma ile yuno chata mtaona inasema nini, na mkisoma hotuba ya Mwalimu ilikuwa Disemba kule yuno, anaeleza tukienda pale tunakwenda kuwa wanachama, lakini katika wanachama mchango wetu utakuwa nini, na utasimama kwenye utu wetu. Hiyo ndio ilikuwa foreign policy yetu. Tunakwenda pale kama watu, kushirikiana na watu wengine, kuzungumza mambo ya watu duniani. Kwa hiyo tukapeleka serikali pale. Sasa tumepata serikali kutoka kwenye chama.
Serikali hii tunayo mpaka leo. Ilikuwa ya tano, leo ni ya CCM. Kulikuwa na chama, kulikuwa na vyama, kukawa na chama, kukawa na vyama sasa. Kwa hiyo tunavyo vyama. Kila chama kina nafasi ya kuunda serikali kama wananchi wanakipa ridhaa. Serikali ile ikaundiwa vyombo. Serikali yenyewe ina vyombo lukuki. Ninyi ni sehemu ya serikali hiyo. Kwa hiyo serikali na mambo yake yote, wizara, idara, wakurugenzi, watu wote mnaowafahamu ndani ya serikali na vyombo vyake. Hicho ni chombo. Kuna bunge. Wananchi wanasema wote hatuwezi kutoa maoni yetu. Kwa hiyo tumegawa nchi yetu katika majimbo, tunapeleka wabunge. Wabunge wetu tumechagua. Tumechagua wa halmashauri kwenye ngazi ya halmashauri, madiwani, wenye viti wa vijiji, huko vijijini wenye viti wa vitongoji, mijini madiwani, wenye viti wa mitaa. Wote mnao mitaa yenu inajulikana ukienda mahali. Kwa hiyo kuna mfumo huo wa serikali, vyombo hivyo vya serikali. Bunge hilo la uwakilishi. Ukitoka hapo kuna mahakama inatoa haki bila uoga. Na labda niongeze, viongozi wote wa vyombo hivyo wote huwa wanaapa kwenye katiba ili watende haki bila uoga, bila upendeleo na bila huba. Rais ndivyo anavyoapa, tangu rais mpaka chini. Kwa hiyo hata jaji mkuu naye anaapa na majaji wengine anaapa. Hivyo ni vyombo vile vikubwa wanaita nguzo kuu zile za utawala: serikali, bunge na mahakama. Viko vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hivyo ni vikubwa. Ukiona rais, madaraka yake lazima yasimikwe na jeshi. Ndio maana mnaona yuko askari nyuma ya rais, anawakilisha ngumi. Ukimchokoza yule basi unapambana naye. Halafu kuna watu wengine sasa wanaitwa polisi, wengine wanaitwa usalama wa taifa, na pengine humo mnaruhusiwa kuwamo na mnakaribishwa. Mimi siku zote napenda muwepo. Usalama hapo ulipoanza ulikuwa wa kolone ule wa kunusa kupeleleza umekunya pombe, umeonekana una girlfriend wako, wanakwenda. Sio usalama huo. Kama mtu haribu kazi yake unamtakia nini na girlfriend wake? Kwa hiyo wako watu wa namna hiyo wanakusanya umbea mwingi, halafu wanauchuja. Maneno mengi, maneno mtakayotoa hapa ni mengi. Sasa kama leo kikao hiki unakwenda kumwambia rais, unamwambia kitu gani? Lazima ukusanye umbea wa hapa, halafu uchuje uende. Na ninyi ndivyo mnaotakiwa kufanya. Mnakusanya maneno hapa, mnayachuja, yanakuwa fundisho kwa wananchi kwenye ukweli. Nimejaribu kueleza wazee. Taasisi hii, kulikuwa na karatasi ya taasisi hii. Kuna nani taasisi hii iliundwa na baba wa taifa, na nataka vile vile muelewe hii. Taasisi iliundwa na baba wa taifa baada ya kuwa ameombwa na nchi za sizofungamana na upande wowote. Baada ya kuacha kazi hapa ya urais, akaombwa atengeneze, aunde tume, itengeneze ripoti. Ile ripoti ihusu maendeleo yetu tuliotawaliwa wote, unaitwa nchi za kusini, wote tuliotawaliwa, Afrika, Latin America, huko Uchina na nini na India, wote hao walimuomba kule Lusaka, akakubali. Akapewa kutengeneza kuonekana maendeleo yetu na mambo mengine yote. Akatoa ripoti hii. Mimi napenda muipige picha
ili watu wajue kazi moja baba wa taifa alifanya hapa. Humu ndani kuna maeneo 6, chapters 6. Moja, dunia, tuijue dunia. Tuijue dunia. Mnajua dunia yetu ukienda hiyo ina nchi 189. Nadhani 189 ndio wanachama, na sisi tumo wakubwa na wadogo, tuko pale UN. Hiyo ndio dunia. Mkataba ule wa UN niliotaja ule unaeleza kwa nini ile UN iliundwa baada ya vita ya wale wakubwa, wengine mlikuwa mlijazaliwa. Mimi wakati vita inakwisha nilikuwa nadhani naona hivi, naona zile ndege zinapita pale kwetu, kumbe vita ile ilikuwa ya pili imekwisha. Wazungu wale wakati ni wazungu tu walipigana, lakini ile walipeleka watu wetu kule. Ninyi kuna mtu hapa mjomba wake alikwenda kule? Mimi mjomba wangu alikwenda, mke wangu baba yake alikwenda, Msuguri huu marehemu alikwenda, Twatipo ile aliyekuwa CDF wetu alikwenda, wakina General Marwa hao walikwenda huko Bama kule. Kwa sababu tulikuwa tunatawaliwa, tulichukuliwa vijana wetu hao wakaenda huko kupigana katika vita hiyo. Mwisho wazungu wakasema wamechoka vita, wakaunda UN. Na ukisoma preamble ile inasema tumechoka na vita na hatutaki kuridhisha watu wetu hii tabia ya kupigana. Kwa hiyo tangu leo hatutapigana tena, tutaishi kwa amani. Wakati wanasema hivyo, sisi hatujao uhuru. Baadaye tukaanza kuingia baada ya 1945 Ghana na nini, Ethiopia, sisi tukaenda mle 1961. Chapter ya pili mle ni sisi wote tuliotawaliwa, imo inasema sisi ni nani na tabia zetu pamoja na sisi hapa. Chapter ya tatu, hivi tunafanya kazi gani? Maana tunaumbwa kufanya kazi kama Mungu alivyotuumba. Tunafanya kazi gani pale? Kuna maeneo mengi mle yanaelezwa, matatizo, changamoto, hata hizi za kutokuwa na kazi vijana wetu zinajadiliwa humu na mapendekezo yapo. Chapter ya tatu ni sisi kwa sisi tuhusianeje, ya 4. Chapter ya 5 ni sisi wote tuliotawaliwa na Tanzania himo, uhusiano wetu na wale waliotutawala. Uhusiano wetu na wale waliotutawala. Kule Venezuela walitawaliwa wale, unaona bado bwana mkubwa anakwenda anakwenda ndani, anaropoa mkubwa wao, anakwenda kumshtaki mahakamani na majeshi yako inamzunguka. Sasa juzi nilikuwa natania, hivi ninyi hapa mnadhani mna nguvu kuliko Venezuela? Mtu akija kutaka kuchukua na kuchukua tu, kuna shida gani? Anaweza kuchukua hata baba yako. Ndio, mwe mnajua hivi. Rais huyo anaweza kuchukuliwa hapa tu. Na hivi tunakaa hapo, wanajua tuko wapi. Hiyo ndio dunia. Sisi na hao waliotutawala. Meli zao hizo. Una meli yetu hapa hata moja. Hebu mtazame hapo. Una meli hapo. Kireni zote zile mnatengeneza ninyi. Hii nyumba mkitazama ilivyo, vifaa vyote hivi, ambia vyuma vya kutengenezea nguzo hivi tulikuwa tunavitoa huko wapi kule, tunatoa nje. Hata sementi haijao kwetu nzuri ya kutengeneza nyumba isije kaanguka. Vifaa vyenu hivi mnatengeneza. Kwa hiyo hivi vifaa, hii inaitwa teknolojia. Nimeeleza uzee. Na mwisho nataka kusema mwalimu alipoanzisha hii alitoa kazi, ile kazi katika karatasi ka kazi kako wapi? Mkachukue kwa Habiba huko. Nilisema wakatoe. Kako wapi Habiba? Mlete Mwagawi hao.
na kale kengine kale kama misingi kale umeshawagawia. Kuna vikaratasi viwili, moja ni kazi ya mwalimu, kanasema tumekuwa na mawazo ya kuunda mnako. Hiyo ndiyo kazi ya taasisi kwa kifupi. Acha ile ambayo iko Articles of Incorporation, tutasimamia umoja, amani na maendeleo hapa kwetu na Afrika na duniani kote, iko katika Articles of Incorporation. Lakini maneno baada ya kuandikisha ile, hayo maneno yalikwenda bunge, hayo maneno yaliambia bunge, ndio maelezo sasa ya kazi ya taasisi hiyo. Mkisoma hiyo ndio kazi yetu, maendeleo na umoja. Tunafanya na nani? Tunafanya na watu wanaitwa South Center. Sijui kama kuna karatasi, kuna kitu kinaitwa South Center, labda haka nako mkatembeze kapite kana kako hapa. Aliunda hapa kama ka secretariat kazi ni international, na hii inatekelezwa na chombo ambacho kimelikubalika UN. Chombo hiki ni international. Cha kwetu hiki kwenye registration, ni region. Mwenye maduka huko msijaa vitu vya China, mna vitu vyenu mle nini? Hata kile kikananda kile paste ya karanga ile tunatoa nje. Ninyi wakina mama siku hizi napita madukani zile, huwa nauliza mke wangu, zile nguo siku hizi wanaleta wanatengeneza wakina mama wamevaa vizuri, tena ukiona wakati mwingine mnisamee, wanajua namna ya kutengeneza maumbo yenu, wanatengeneza vizuri, wakipachika ile nguo unaona kama mama wamepachika vizuri kweli, na zinauzwa. Huwa nauliza ni za hapa au ni za nje? Na Latin America wao wako mbele, ukirudisha na hata na wengine wale wote Wahindi wao wako mbele. Kwa hiyo sisi ndio tunahangaika, hata watoto wetu hawajapata kazi. Kwa hiyo nilitaka kuunga hii kazi. Kwa nini anasema tufanye kazi kwa Afrika tu, lakini mambo yote kazi tuliyofanya imo humu. Kwa hiyo ukitaka kufanya Afrika na China, utakuta China mtakutana humu. Analeta vifaa vyake hapa, anatuuzia tu yuko bei gani. Kwa hiyo mtamkuta Mchina humu. Marekani mtamkuta humu. Wajerumani mtamkuta humu. Nani? Kwa hiyo mahusiano ya nchi kwa nchi mtakuta yamo humu. Lakini mahusiano ya continent kwa continent na mtakuta humu. Kwa hiyo mngekwenda kwa mfano biashara ya Afrika na wa China, mtakuta tunachouta kule ni ndogo sana, wao wanauza zaidi. Kwa hiyo ndio maana nitaka kueleza hiyo. Lakini sasa masharti ya humu yamo, masharti ya taasisi. Alisema hivi, kuna karatasi kanasema if the Mwalimu Nyerere, mmekaona, nataka mkaone, mmekaona, nipe, haitoshi kukaona, itabidi nisome. Kanasema hivi, masharti ya taasisi hii, na ni maneno yake ya Kiingereza, hatujaweza kuitafsiri Kiswahili, tunaogopa tusije tukakosea. Alijaribu Mkapa kidogo tukaacha. If the Mwalimu Nyerere Foundation is to be useful to the people of this country and Africa, its real job will be to hold fast to the principles themselves, and on the basis of those principles to judge the past in its own context, and to make practical recommendations about the future in the light of the circumstances and the knowledge currently prevailing. In trying to do these things, the foundation, it will need to be as objective as possible. Paragraph ya pili, individual, yani mimi, and the institutional foundation, honesty
honesty, uaminifu wa sisi tuliohumu na institution yenyewe, and scholastic integrity. Wasomi hawa na ninyi ni wasomi, scholarly integrity, sio kienyeji. These must mark all the work of this institution. Dialogue, experience, dialogue among the people and governments. Mazungumzo. Sasa nimewagawia katabu kengine, aka katabu mnako mmekaona, mkienda page 23, mkienda page 23 na 23, yeah, no, mkienda page 21 hivi kuna title inaitwa Peace, Unity and People Centered Development in Africa. Ilikuwa ni hotuba ya mwalimu ya kwanza baada ya kuwa amekwenda bunge kusema hii taasisi ifanye kazi hiyo na kuiunganisha na hii. Kwa hiyo tukawa ni international hivi tunafanya kazi. Nakumbuka hata Burundi kule tulifanya. Sasa speech hiyo ndio tulikuwa anatafuta pesa za kuendesha taasisi. Sasa inaeleza mambo mengine mengi, mtayasoma. Anatoa sababu zinazohusu Afrika. Kule mwanzo mtaona kuna speech yake 1960, alikuwa bado mtoto kabisa. Tumeweka mambo yake ya Afrika. Lakini baadaye katika speech hiyo anaeleza mambo ya Afrika. Alafu baadaye mkisoma mambo ya Afrika, karatasi nitakachokuja kuwagawia mwisho nimesema soma page hiyo, soma page hiyo, soma page hiyo, ili muone jumla katika katabu haka alikuwa anasema nini. Lakini ngoja ni wasomee paragraph moja katika katabu haka. Page 22 mnayo, msichoke, ndio nitaka briefing. Sasa nataka muelewe, baadaye ta conclude hapo. Page 22 hapo juu anasema friends. Umeona hiyo? Kwa nini anasema to promote haya mambo? Lakini hapo chini kule tumezungumza principles. Kule tumesema mzingatie principles na mzitumie kuhukumu na kushauri. Sasa hapa sitaki kuwasomea yote, lakini ukisoma kanasemaje. Sasa nikiwa niko kwenye press, kama mtu alikuwa hana nafasi asingekuja hapa. Hii is a very serious press conference hapa. A very very serious one. Nitawaambia kwa nini baadaye. Napenda msikilize kwa sababu nchi yetu ina shida. Na hapa tunataka kuona kama tunaweza kusaidiana. Sasa hapo msichoke kusoma hiyo. Mwalimu anaeleza misingi, anasema mnajua mko wengi mnaodhani mambo tulikuwa tunafanya Tanzania hapa yakatupa amani, sasa yamepitwa na wakati kwa sababu hayupo. There are many good and honest people who believe that those ideas which in this country are associated with my name are now dead and should be properly buried. You will not be surprised to hear that I do disagree. Na anasema mawazo hayo. Sasa anaruka. Anasema I'm simply a believer. Katika nini? Kule 23. I believe in the equality and dignity of all human beings. Wa Tanzania, hilo ndilo jambo. I believe in the equality of all human beings. And the dignity, heshima ya kila mtu. And the duty, na wajibu wa kutumikia. And the freedom and cooperation.
I'm an ardent believer in the freedom and welfare of the individual. A believer, as I speak to you and now asserting my own individuality. Lakini anasema, but as I also believe that what gives humanity to our individuality, wewe kama ni mtu mmoja mmoja unajidai ni ule uhusiano wako na wenzako. Ukienda mwenye kichaka unaweza ukatembea uchi tu, hakuna atakayejali. Lakini kutoka nje utapenda kuvaa. You see? What gives humanity to our individuality? Utu wako is a sense of community and a fellowship with all other human beings, whatever they may be. Binadamu wote ni ndugu zangu. Iko humo. Na ninyi mliopita mwanzo kwenye tano huko, binadamu lile Trump ile ni ndugu yetu. Ndio. Ni jitu kama sisi. Kwa dikteta tulikuwa naamini hapa, sasa alikuwa dikteta. Ni ndugu yetu ile. Tulikuwa na Wazabanga hapa. Tulikuwa na Bokassa. Wale ni ndugu zetu wale. Wazungu hawa dictators wote hawa ni watu, ni ndugu zetu. Walitutawala na tunakwenda huko kubadilishana vitu. Uhuru wa Mwalimu alikwenda kwa Kennedy kumwambia tunataka uhuru huko, tunaomba tuelewane. Alielewa, tukaendelea. Kwa hiyo anasema binadamu wote ni ndugu dako. That was not something that was said lightly. It came from a firm and profound belief in the nature and dignity of the animal called the human being. And I repeat, these ideas are not mine. Hiyo ndio nataka vile vile mshike. Mawazo haya si yake. But I'm a believer. These ideas are not mine. Mimi sikuziumba. Hakukuumba wewe kama una mawazo, hakukuumba wewe, una mawazo yako tu. Na muumba wako. I have articulated them and will continue to articulate them. Kwa hiyo akasema mwisho anashukuru kwamba taasisi hii imeundwa itusaidie. Sasa ukisoma karatasi na history nilioeleza na huko tulikotoka kwenye karatasi hapa, background hii tumejaribu kuiweka hapa kwa kifupi. Kwa nini? Sasa yongi tumekuja hapa tunataka kufanya kikao cha wazee, ninyi mkiwamo, kwa sababu tarehe 29 mwezi Oktoba nchi yetu imeingia katika vurugu. Watu tuliokuwa tuna amani na umoja, hatubaguani. Umoja wetu ulitikiswa siku hiyo. Haikuishia hapo. Walioongoza tunaambiwa walikuwa ni vijana wetu, watoto ambao wanatoka katika matumbo yetu. Wana issue na sisi wazee. Wakapigana. Wakapambana na polisi. Maelezo mnayajua huko mitaani, mengi hatujajua. Wakachoma nyumba na nini. Dar es Salaam ninyi mliko hapa. Mliamrishwa. Na sisi baadaye tukaambiwa huko nje, mkae ndani. Watu milioni 5 point something mliambiwa mkae ndani. Na mlikaa ndani. Na kuna hadithi kwamba wale waliochomoka wanakwenda kununua vitunguu. Nadhani ukiwauliza polisi, sitaki kuwatetea, pigwa risasi. Na mimi naamini katika utawala wa kijeshi amri ukipuuza kama ile kama kweli polisi walikuwa wameona matatizo hayo yote,
kwamba Dar es Salaam wanasema si wataka kutonga matanki, kuchoma bandari, kuchoma majengo haya, na walichoma mengine, walichoma majengo ya TRA na nini, walichoma majengo mengine ya viongozi, walichoma mali za watu, walichoma. Sasa unaweza ukasema kama ni polisi maskini hivi ikiendelea hii Dar es Salaam itakuwaje? Haya, kaeni ndani. Mimi ulifanya nini hapa? Nakuja kununua kitunguu. Mimi sitetei hiyo, lakini nasema kilichokuwa labda kimetokea. Basi kwa hiyo nani tishio lile la kupigwa risasi watu lifanya watu wakakaa ndani. La sivyo wasingekaa, kwa sababu una njaa utakaje ndani? Wengi mlikuwa mnasema hatuna chakula, hatuna nini, watoto tunaumwa, haikuwa rahisi. Lakini walifungiwa ndani hii Dar es Salaam. Sisi huko nje na sisi tulifungiwa ndani, tuliambiwa tukae. Lakini wengine tuliletewa taarifa. Mimi ni mmoja, nyumba yako tunakuja kuchoma Timahara. Nikasema mimi sijatoka nyumbani kwangu, vijana hao watanikuta hapa. Wakanibembeleza, we watu wa usalama, mnataka kunipeleka wapi? Na mimi nashuhudia kidogo. Mnataka kunipeleka wapi? Kwenda kukuficha na nani? Na wengine wakina nani? VIP ni wakina nani mkoa wa Mara huko? Nikakataa, waende kunificha, labda au wanaonificha nao ndio wananimaliza huko, siendi. Nikamwambia jamani, mimi baadaye nitatii mlichosema, lakini nitajificha mwenyewe. Kwa hiyo nishuhudie, na mimi nilijificha peke yangu, lakini sikumwambia mtu nakwenda. Hata mke wangu sikumwambia. Mke wangu nilikwenda naye. Wengine wote ndugu zangu wakawa nalia tu na nini, sikwambia. Nimeambiwa nyumba inakuja kuchoma. Bunda pale ya ndugu Wasira ilichomwa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ilichomwa. Bunda pale ofisi ya TRA ilichomwa. Na zingine mnajua hivi. Kwa hiyo kwa fujo namna hiyo. Nchi ikaja askari, polisi, wakutisha na tisha hivyo. Uoga kaingia. Wakatoka TPDF kusaidia jeshi letu wananchi kusaidia. Wakabaki peke yao tu wanatembea. Sauti ya uongozi ya siasa haikutoka hata moja. Ninyi mlisikia? Mimi sikuisikia. Wakati wa vurugu ule mimi sikuisikia. Lakini kwa ajili ya maneno yale ya mwalimu, msiogope, msema tu. Mimi niliuliza wale viongozi wa ulinzi wakubwa wale, mbona hatusikii sauti? Mmoja kaniambia sauti inatoka kwa wanasiasa. Nikamwambia, wewe usio wanakuona siku zote una wanasiasa. Wewe ni mwanasiasa. Sasa tunaanza kwenda kwenye accountability. Wewe unadhani ukikaa na rais wetu mwenye gari, unadhani ni kula hapo? Kuna siasa pale. Kuna wakati inafika unamshauri. Nchi inakwenda hivi. Wewe uone. Basi tukaishia hapo. Mwisho tukafika hapa tulipo. Sasa maneno ya mwisho. Kwa hali yetu ilivyotokea kwa mujibu wa karatasi haka, na baadaye yametokea haya sielezi sana. Baadaye baadhi ya viongozi wakubwa tu walileta habari kwetu kwamba taasisi hii mnaweza mkatusaidia. Kwa nini? Mna jina la mwalimu. Na si hapa tu. Rais wetu, mnisikilize ili kwa makini, alishaona hali ya nchi hii, alishaona.
tarehe 29 mwezi wa 6 22, mimi niliomba kwenda kumuona, akaleta taarifa kwa barua, njoo na bodi. Sasa msikilize vizuri, mnaweza kuyatumia baadaye kwa sababu ni ya kweli. Njoo na bodi yote. Kaenda na bodi. Ilipofika pale kakuta amekaa yeye ana mic, mimi akanipa mic. Kulikuwa na kijana pale nadhani alikuwa recorder, hakuniambia ni nani. Yetu na rais, nataka muone, alikuwa anajua. Nchi hii hatujui Nyerere sijui koje, sijui ujamaa kama upo, Azimio sijui kama lipo, vijana wetu hawana kazi, mtaisoma. Kwa hiyo alishaona. Mwisho akawa na agenda yake, akasema baada ya kueleza nchi ilivyokuwa, nina agenda yangu 3. Kwanza, amani na usalama. Pili, maadili na utaifa. 3, maendeleo, lakini sekta ya kilimo. Na akatoa ufafanuzi wa kila moja. Mshikamano na uzalendo. Akasema kwa mfano, we liberalize everything. Ujamaa kuanza kupungua, kujitegemea kulipungua pia. Kwa hiyo tuyaseme hayo, turejee katika nchi iliyokusudiwa kujengwa wakati wa mwanzo. Hayo ni maneno yake. Nchi iliyowika, yenye msimamo, yenye umoja na amani. Sasa hii ya ujamaa na jana na leo, maana yake ni nini? Wakati unatungwa hivi ulikuwa na maana gani? Unaona maswali ya namna hiyo. Huyu ni rais wetu. Nimwambia na maendeleo yale alipoeleza, alisema anataka yawe maendeleo ya kisasa katika kilimo na kufuga na uvuvi, ili vijana wetu waajiriwe, waanze kwenda kwenye ajira huko badala ya kwenda ofisini. Ilikuwa ni mawazo yake. Na elimu tuifanyie mabadiliko kidogo, ili wawe na elimu sio ya kuwasomesha kwenda kutafuta kazi, waende huko kwenye kilimo, uvuvi na nini, wafanye kazi huko. Nadhani ilikuwa sababu ya kubadili kidogo hii syllabus ya waziri wa elimu. Sijui natufaa kiasi gani, na emphasis yote wanayoweka kwenye mashule ya ufundi, maana yake ni kujenga uwezo wa vijana au vijana wetu kwenda kazi huko. Ndiye alikuwa anasema. Leo tusemeje kuhusu mwalimu? Bado ndiye muasisi wa taifa letu kwa kifupi. Kwa hiyo alijua, tukajiandaa mazungumzo haya. Tukasema mazungumzo haya, ninyi mmezungumza kwenye kila siku, mnazungumza, wazee wanazungumza, watu wa dini wazungumza, kila mtu amezungumza, lakini haya yako pale pale. Kaya hizi ziko katika mtaa. Kwa hiyo mtaa ule wakikaa wenyewe wanaweza kugawagawa wakazungumza. Vijijini huko kaya hizi ziko kwenye vitongoji. Ni vitongoji, ni ujirani, na mijini hapa ni ujirani. Ukienda kwenye maana ya mtaa ni makazi ya ujirani. Mnafahamiana kidogo, sio sana. Wengine wenye magorofa na nini, lakini kule vijijini tunajua. Tukizungumza katika mtindo huo, wenyewe tukiwaambia watajipanga, watazungumza, na tutafanya utaratibu wa kumonitor. Baadaye tutapata maoni kutoka huko chini mpaka juu, yatakwenda kwa rais, yatamsaidia, na sisi wengine tutakuwa tumezungumza taifa zima. Na wakati huu tunajua tumejaribu kuzungumza, katiba imetushinda. Iko hapa katiba pendekezo tore.
Mmewahi kuiona? Ndio. Hii ilitokana na mazungumzo ya kuhusu katiba ya ile mabadiliko ya katiba aliyekuwa mwenyekiti Joseph Sinde Warioba. Bunge maalum wao walikwenda wakatazama yale wakatoa hii. Kwa mujibu wa sheria ilikuwa ije kwenu muipigie kura, haikuja. Lakini Rais Kikwete alikuwepo, yeye ndiye aliagiza hii. Mama Samia rais wetu alikuwa ndiye makamu kwa 6 waliokuwa wanasimamia katiba hii. Bunge lile lilikuwa basically ni la wanachama wengi wa Chama cha Mapinduzi, na malalamiko yalikuwa hivi, bunge maalum gani la chama hili? Lakini ndilo baadaye hii haikufika kwetu, ya Warioba haijafika kwetu. Tumekaa sasa hatuna katiba, na inadaiwa sasa imekuwa ni agenda. Vyama vya siasa sasa hivi ni agenda kubwa kabisa. Habiba, tupo hapo. Kwa hiyo chombo cha kutuongoza tulicho nacho katika katiba. Sasa katiba tulionayo ndio hii ya mwaka 1977. Nenda unitolee hizi, unilete nyingi za kutosha. Ndio tunayo sasa. Na mnajua ikataliwe mara ya pili, basi tunaacha hii, tunarudi hii. Ndio ilikuwa sheria inasema. Sasa haikutokea hivyo. Lakini la mwisho, nchi hii hatukuanza na katiba hiyo. Tulianza na katiba ya 5 kabla hatujawa chochote. Nadhani ninyi wengi mlikuwa mjajaliwa 554, mnaikumbuka? Nilikuja na karatasi hapa, katiba ya 5 ya ile 50 kwa taarifa Watanganyika kujitawala. Ndio ilikuwa ya kwanza. Baadaye kaja hii. Na hii inasemaje? Mwanzo huko inasema tulipounganisha vyama Afro Shirazi na nini, inasema aina ya chama tunachotaka kijengwe. Chombo madhubuti katika muundo wake na hasa katika fikra zake na vitendo vyake vya kimapinduzi, kufutilia mbali aina zote za unyonyaji nchini na kupambana na jaribio lolote lile mtu kumwonea mtu au shirika au chombo cha nchi kuonea mtu. Hiyo ndio katiba. Ndani ya katiba hii mkisoma mtakuta viko vifungu hivyo. Hakuna kuonea, hakuna kufanya nini, hakuna kushini. Ndio maana ya ujamaa. Kwa hiyo tulianzia huko hatujawa chochote. Baadaye tukaja hapa. Baadaye tukauruhusu vyama vingi. Sasa hivi tunayo hiki cha Wazalendo hiki na vingine. Kwa ndiko tulikotoka huko. Na sidhani kama mlikuwa hapo. Mwisho, ili kuongoza hiyo kisera, watu wa chama wa CCM walipitisha azimio hili. Mtakuwa mmesikia Mwalimu amesema tulikwenda Zanzibar tukalibadili kidogo. Mmesikia Mwalimu anatoka anasema hamlitaki. Haya. Lakini mimi nasema najua siku moja mtakuja kulirudia. Kwa sababu ni azimio la utu. Sasa niwaulize. Nitawasomea alivyokuwa anasema ila mwisho afu nitanyamaza. Mimi bado natembea nalo azimio la Arusha. Nalisoma tena na tena kugundua kama kuna cha kubadili. Labda ningeboresha Kiswahili nilichotumia, lakini azimio lenyewe bado ni thabiti. Nisingebadili neno hata moja. Muda mfupi tu, msikilize hilo. Baada ya uhuru tulianza kushuhudia kukua kwa mgawanyiko katika nchi yetu kati walionacho na wasionacho. Kundi la walioneemeka lilianza kuibuka miongoni mwa viongozi wa kisiasa na warasimu watendaji kama sisi. Hawa walikuwa maskini enzi za ukoloni wakati tunaanzisha hii.
Lakini sasa walianza kujitajirisha wakitumia nyadhifa zao katika chama na serikali. Hali hii ingeweza kuleta utengano baina ya viongozi na wananchi. Kwa hiyo tukatamka lengo jipya la taifa letu. Tulisisitiza kwamba maendeleo, yani kazi tutakazofanya sisi wote, ndio maana ya maendeleo, kazi za kila aina, ni kwa ajili ya watu wote, sio kwa manufaa ya wateule wachache. Haijawa kwa watu wote. Vijana wetu wengi hawana kazi. Azimio la Arusha ndilo lililoitambulisha Tanzania kama taifa. Tuliweka wazi msimamo wetu utu. Tukatoa mwongozo na maadili na miiko ya uongozi na tukufanya jitihada ya dhati kutimiza malengo yetu. Bado naamini kuwa mwishoni Tanzania tutarejea kwenye maadili na misingi ya azimio letu. Kikao hiki tunachotaka kufanya sisi, tulichoona hapa kwa kifupi, yote kwa nini yametokea na historia yote hii tunaifahamu, na maandiko yote yanaituongoza, na ninyi maandiko yote yanayoongoza vyombo vyenu, na viapo na viona siku hizi mnaapa. Ukiwa waziri unaapa, ukiwa rais unaapa, baadaye mkiwa wengi mnasimama mnaapa wote. Kiapo kile kinaitwaje? Kile cha wote. Ninyi watu wa press kinaitwaje? Mnasimama. Niwahi kuona wakati fulani na mzee Kabudi na Yumo, sisi mnasoma wote, jaji amesimama hapo, maneno mengi. Viapo hivyo ndiyo mwongozo, ndiyo amini tunayokula kuongoza taifa letu. Hivyo tukijua historia yetu hivi, kama nilivyojaribu kuwaeleza hapa, ushahidi wa tarehe 29 ni kwamba taifa hili limeanza kushindwa. Vijana wetu wamelazimika kwenda mitaani. Tena wamejiunga na vitu lile jina mnaitwaje wale vijana? Wanaitwaje? Ndio, niruza vijana wangu hapa. Hivi Magai yuko wapi? Niruza vijana hivi, maana yake nini? Tulikuta ni mtu wa zamani waliunda hiyo kitu. Waliniambia, nikasema mtafute ni nani hasa aliyounda hiyo maneno hayo mpaka lile jina. Tumempata. Magai nadhani anamfahamu. Nchi imeanza kushindwa. Kwa hiyo leo hali ikoje? Tunao msiba. Maneno hayo mnaweza kutumia. Tunakutana hapa kuzungumza hali halisi ya taifa letu. Tumekuwa kuwaje tumefika katika msiba huu? Na msiba kidogo una matatizo. Waliofariki bado kuna ubishi. Kwa hiyo kama taifa na usalama vimtazamia, aliona apanue. Wameunda tume. Sasa tume mnajua ina ubishi. Tume gani? Watu waliomo hatuamini. Ile tatizo. Sasa kama hatuamini, muenda pale. Hatuamini, kuna majaji wawili pale. Huyu jaji wetu mstaafu na huyu jaji aliyokuwa juzi mstaafu. Wakina watu wetu wakubwa kabisa. Mimi juzi nimekwenda kwenye ile tume. Mbona ni watu wazito? Watu wazito kabisa. Lakini Watanzania wanasema watu gani hawa? Alafu wanasema nani kawachagua? Rais huyu. Lakini wamemchagua. Uchaguzi unasema uchaguzi wenyewe uko wapi? Hakuna uchaguzi hapa bwana. Haupo. Na kabla ya hapo huko nyuma kulikuwa na kauli katika nchi, hakuna uchaguzi bila mabadiliko, na mabadiliko waliokuwa nataka ni yale ya kikatiba, na debate yake imekuwa ya muda mrefu.
tulifanya katiba, haikuwezekana. Mama alipofingia tu akasema fanya, akasema mimi nikiingia mwenye katiba hii, mimi nilikuwa namsikiliza, itakuwa shida kwa sababu nitaacha kazi, nitaanza kushughulika na katiba, ngoja kwanza nifanye mambo ya maendeleo. Ndivyo alivyosema. Sasa amesemaje sasa hivi? Sasa hivi amesemaje katika bunge lililopita? Siku 100 mtaona mambo ya katiba hayo. Juzi amesema karibuni mwezi nadhani ujao nitawaambia utaratibu wa kushughulika na hiyo katiba. Katiba, andiko ambalo linasema sisi ni nani na tunaishije humu mmoja mmoja na kama jamii, na tutahusianaje na watu wa nje ili tujulikane kwamba ni Watanzania, itakuwa katiba. Sasa hivi yamo humu, lakini waliweka humu, yote hayajakubaliwa. Kwa hiyo tuko hivi hivi. Sisi hapa assessment yetu sasa, hii ya kwangu personal, hili ilikuwa ni briefing, na nilisema ni briefing. Mfumo wetu unakulazimisha wewe uishi ndani ya sheria. Hakuna mtu hata mmoja anaruhusiwa kuishi nje ya sheria, na sheria hizi lazima zitokane kwa sasa na katiba hii. Na miongozo yote mkiweka huko haziruhusiwi kuvunja katiba hii. Sio hii haijawa. Ndio mfumo wetu. Kwa hiyo sheria zetu zinaanzia kwenye katiba mama. Sheria mama ni hii. Assessment yetu hapa kwenye taasisi, kwa kale nilikowasomea, ng'ang'anieni misingi. Msingi mmoja ni katiba, msingi mmoja ni sheria, na kwamba wewe na rais na kila mtu tutaishi ndani ya sheria. Taasisi hii tunaujaribu kutafuta ukweli. Tunaona kama taifa hili limeanza kushindwa kuishi katika mfumo wa sheria. Kwa hiyo kitu kile mnaita rule of law imeanza kutupa shida. Na mkishapata shida katika rule of law, mnakuwa the rule of the jungle. Natoa mfano miwili kwa nia njema tu. Katiba yetu inasema nani ana mamlaka ya kutoa uhai wa mtu? Ni mahakama. Na mahakama kule una procedure. Aliyeruhusu leo mtu anaweza akaingia mwenye basi, akakukuta, akakuburuza, akakutoa nje, wote mwenye basi tunatazama tu, na ni raia, na sisi tuna wajibu katika katiba hii kulinda katiba yetu. Mwenzetu anaburuzwa mule, wote tumebunga hatari, hata tuseme mnampeleka wapi, anapotea. Mmoja alipotea, lakini ampotea leo, kesho akaonekana ameuawa. Nadhani mnakumbuka, ni mimi peke yangu, mimi hapa niliodiriki kusema mambo gani hayo. Mwingine mniambie aliyesema ni nani? Si ninyi ni watu wa media? Ninyi mlisema? Mimi nilisema. Nani anaruhusa hapa ya kwenda kuchukua mtu mwenye basi? Anatuaibisha kabisa kabisa. Anachukua mwenzetu, anakwenda kisha ameua. Halafu kesho yake anakwenda kwenye mazishi kule Tanga, anakwenda anabadilika, anataka kuhubiri Uislamu pale. Walimstahi, ilitakiwa umpige. Unatuletea maiti halafu unakuja kuhubiri dini hapa.
na wako wengi. Mmoja kijana mwenzenu Polepole wanamtafuta, mnajua aliko? Wewe unajua aliko? Wanasema mimi najua. Nataka kuambia leo sijui. Ndio. Kwa sababu mnaeneza kwenye mitandao, nataka kuwaambia Watanzania sijui. Lakini nilisema naye mara mbili hapa. Mara ya kwanza ananieleza shida zake alizopata kule kwenye kazi Malawi, mwisho akahamishwa akaenda huko. Uniacha niseme hii ni mchango katika mazungumzo haya. Mara ya pili akaja anasema kusiwe na uchaguzi. Mimi nikamwambia kama hakuna uchaguzi hamtakuwa na rais. Kama huna rais, nani ataongoza nchi hapa? Si ni vacuum kama mchagua leo na uchaguzi ndio rais anapatikana. Kama haupo, nani anaongoza nchi yenu? Concepts za no reform no election. Matatizo ya reform na uchaguzi katika vinchi vyetu yapo. Lakini kuzuia uchaguzi ili msipate viongozi, it's a very serious thing. Then nchi inakuwa ina vacuum. Na sasa hivi na vacuum kwa sababu kuna ubishi kwamba huyo sio rais, sio nini. Mara ya tatu atukubania akaenda. Mara ya tatu akafika huko akaniambia. Aniambia kwenye simu, mzee, kama ile agenda haipo mimi naona niache kazi. Nikamjibu maneno haya, fata dhamira yako. Nilimwambiaje? Fata dhamira yako. Asiniombe ruhusa kama anataka kuacha kazi, mimi sikumchagua. Fata dhamira yako. Tangu wakati huo nilichomuona ni kwamba yuko kwenye mitandao. Mwisho nimeona kwenye nyumba yake wanasema damu yake ni hii, lakini sikumuona yeye mwenyewe, sijui alikwenda wapi. Mnajua aliko? That is a serious thing. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo raia wanapotea. Hii ni briefing yenu, lakini tutazungumza kwenye kakarata. Hii ni briefing. Narudia, hatuwezi kuwa na nchi ambako raia wake wanapotea, wanaburura, wanapotelea vichakani. That means unaweza kuburuzwa leo, mkeo, watoto wako. Sasa hivi dini zimegawanyika na kuna rumors wakati mwingine viongozi wetu wanawahonga. Sasa kama dini unahongwa, ni dini hiyo? Ukabila umerudi. Woga. Media. Mnisamehe. Na waelewa. Ukifanya gazeti linafungwa. TV inafunga. Nani alikuwa ananiambia mengi? Joseph, wakati tunaanza mambo ya kabila ya katiba. Unajua tu alikwenda pale Warioba akapigwa pale. Mengi namwambia tuendelee, anasema nini yangu itafungwa. Ninyi siku hizi mnauoga fulani na sitaki kusema sana, mnaujua kwa sababu matokeo yake mnajua. Hayo ndiyo tumeona nani wanaweza wakasimamia zoezi hili ili tutenge mambo mawili. Moja, uko msiba ni wetu wote, wala tusinyosheane vidole. Ni wetu wote. Makosa mkiona yako huko mpaka juu na nini, tume ya rais wetu itakapotoa mimi naomba tuikubali. Watu wanaikataa, lakini ndiye aliyochagua chombo cha kutuletea watu. Yale yatakayokuwemo tunayokubali sawa, yale tuja tukatae, yale ambayo tusikatai tume tuiunga mkono ituletee habari, na wanatuletea wiki ya mwezi unaokuja.
Hilo la kwanza. Itatuonyesha msiba ili ile taifa tuweze kuunganika wa Tanzania. Na msiba ule ukija, tulie pamoja. Tulie pamoja. Tusipoteze umoja wetu kwa ajili ya ule msiba. Ni ajali hiyo mbaya. Pili, sasa tutazame wazee wakitusaidia na viongozi wetu hao wakituunga mkono wazee. Nini kimesababisha mpaka tukafika hapa? Hayo tuzungumze wote. Tuzungumze wote. Na hapo ndipo takapokuwa tunategemea mtusaidie mazungumzo hayo yawe ya uhuru ili tuweze. Na mimi navyoona tukizungumza vizuri sasa hivi pamoja na msiba utukilia kama wa Tanzania, isi tufarakanishe. Mkifiwa mfarakani, mnalia pamoja. Hiyo tutaona kama kuna wajibu na nini, tutaona huko. Lakini mazungumzo nini kimetokea, tutazungumza wote kwa uhuru ili hii katiba anayosema mama atatuletea mawazo yetu yawe pevu yaingie pale. Asante sana. Maswali? Mimi ni mtu mmoja tu, siwezi kusema tutachangia. Na nimechangia hapa kiasi kikubwa. Kama umenisikiliza, mwisho nimesema kitu kikubwa kabisa. Inaonekana tumeanza kushindwa kuishi ndani ya mfumo wa sheria za nchi hii. Huo ni mchango mdogo. That means tatizo letu ni constitutional. La kwanza. La pili, wewe unasoma katiba inasemaje? Ibara ya 8. Tutumie katiba. Waswahili wanapenda kuzungumza tu. Huwezi kuzungumza tu. Tuna mwongozo. Ibara ya 8, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii. Haki ya kijamii. Wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Prime Minister nchi si ya kwake. Unasikia nasema mimi mzee? Ndio, ungekuwa Prime Minister ningekwambia hivyo hivyo.
You are a prime minister. Tumekuchagua uendeshe nchi hii kwa mujibu wa katiba hii. We want you to remember that. Na uwezo kwa final katika jambo kubwa namna hii. Kama angekuwa ana maelezo, si angekuwa ametoka kabla rais wetu hajaingia katika matatizo haya. Nimekuambia hapa, rais alikuwa anajua yote aliyosema haya. Anasema tumekosea wapi? Ninyi mkumbuke, mamwe mnakumbuka rais wenu hamfuatilii. Wakati rais anaapa pale baada ya Magufuli kufariki, mnajua statement ya kwanza alisema nini? Alisema nchi hii ni moja lakini iko hivi. Alisema hadharani. Alikuwa anamwambia nani? Alikuwa anakuambia wewe. Sasa ulikuwa ndio kuzungumza na wenzako. You see? Mnatendi kuassign responsibility katika mambo ya taifa kwa watu mmoja mmoja. It is not right. Nimeona juzi kijana wa CCM huyu, wala simfahamu, nimeona kukuru anakwenda kueleza katika hali ya msiba. Mimi napenda wanisikilize hili. Mimi ni mzee. Walitaka kuja kuchoma nyumba yangu. Nyumba za marafiki zangu nafahamu. Mali ya serikali yangu watu wetu wamepotea. Leo unatembea chama tawala chenye serikali. Rais wako bado anahangaika na kujua what happened. Unakwenda kueleza nini? Unakwenda kumweleza nani? Aliyefiwa aje kwenye kikao? Why don't you wait? Unaona kama ni ziara ya cover up tu ya ovyo, haina maana. Haiwezi kutokea, italeta malalamiko tu. Lakini how can you do that wakati vyama vingine hivi vimefungiwa? Chadema si mnajua hawana ofisi sasa hivi? Si mnajua? Mimi sijaona mtu anaandika article yoyote kati yenu kusema tu discuss hili jambo. Mmenyamaza tu. Lakini tunavyo vyama vingi kwa mujibu wa sheria. Hiki kimefungiwa. Sijui umefunga kwa ajili ya Heche. Unajua Heche ni mtu huyu? Lissu ni mtu huyu? Lakini ukisema Chadema ni wanachama, mimi nimesema wanasema wako milioni 7. Kwa hiyo wana viongozi wao huko. Mnazuia kuzungumza mambo yao ya huko. It is not right. Sasa tukienda na mifano mingine wakina Gwajima hao na nini? Gwajima, I'm sorry, mimi siisemi serikali. Mimi nasema tabia yetu tu. Rule of law. Gwajima alikuwa na wanachama wangapi? Kama hata Gwajima nenda peleka mahakamani. Ajibu tuhuma zake. Lakini huwezi kufunga makanisa ambayo watu wote wanakwenda kushughulikia imani zao. Sasa nakurudisha. Vitendo hivyo vyote unaniuliza. Mimi nasema rule of law. Hivi nani amesema hivi? Maandamano haya huwa ni mambo ya kawaida tu. Watu wengine wako huko wanaanda. Mradi hao ya amani. Lakini hapa kila wakati maandamano, polisi na intelligence kwamba ukiandamana simwache waandamani tuvunje nyumba za watu tuone hao watu kumbe ni wakorofi. Kwa nini unawatetea wakati wote unawasaidia kuficha ubaya wao? Ngoja watoke tuone tujue hao watu wa ovyo. Kumbe tukiwaruhusu maandamano wanakwenda kuiba. Sasa they are protected. We don't know who is the thief. Ndio maana ikitokea hivi you don't know. Kwa hiyo lakini swali langu la mwisho na mimi nikuulize, maana ndio maana wewe ni mzee. Ngoja. Ikitokea matatizo yoyote katika society yoyote, hata mnapokuwa mnapigana, solution yake ya mwisho ni nini? Mazungumzo. Si ndivyo? Misahafu ninyi Waislamu muhimu inasemaje? Garus, wewe unaniambia siku zote. Biblia inasemaje? Nani? Biblia inasemaje? Njoni tusemezane.
Na katika hii agenda ya kusemezana, mimi nasema kama mzee tu kwa niaba ya wazee wengine tuliowaita hapa, na tumesema akija hapa askofu ni mzee, tunataka kukaa kama wazee. Vijana tunaona mnavurugana huko, tuwashauri na tuwaruhusu mzungumze, tusikie na tuwasikilize, kwa sababu nasema tuwasikilize. Kwa hiyo hakuna alternative ya kuzungumza, lazima turuhusiwe. Ndio maana tunasema baada ya wiki, I hope serikali yetu, mimi na hakika na mama alishasema, rais mwe mnamsikiliza wakati anaita ule mkutano ule wa viongozi wa siasa kule Dodoma. Alijaribu kuwakusanya vyama viwili, vilikataa kwenda pale. Mimi nilijaribu kuwashawishi, wakakataa kwenda. Chadema hawakwenda na NCCR Mageuza hawakwenda. Wanasema wametendewa mambo mabaya. Rais anawaita, rais ni rais, mwende. Lakini pale ndipo aliposema good news, nchi hii haina mwenye hati miliki. Mama Samia, tusemezane kwa uhuru, tena hadi tusemezane kwa adabu nzuri, tusemezane kwa uhuru. Ukiniambia tusemezane kwa uhuru, mimi nitakuelewa. Tena aliendelea kusema siku moja, unajua tukisemezane, nadhani alikuwa anazungumza na wanawake, na wanawake, unajua mkiniambia mambo hayo ambayo myapendi, mimi nitakimbia kwenda kutekeleza, nitakuwa nimekushinda. So mnamsikiliza na rais wenu anasema nini? We don't choose a president who is a cartoonist. Anaposema msikilize Watanzania, amsikilize rais wenu. Lawama tu atalea watoto wetu wote wanaovuta bangi katika nyumba zetu. La mwisho, bwana, njoo usikilize rais alisema nini. Njoo usikilize hapa, maana kimi nasema na nyinyi na washtaki. Rais alipokuja alikuta vyama hivi havizungumzi. Sisi Karusi tulijaribu kuwakusanyika hapa, tulijaribu kuwakusanya wakina, hawataki kabisa kukaa pamoja, na Rais Magufuli hataki wakae pamoja. Tukasucceed, wakakaa pale New Africa wote, na tukawachanganya kafu na nini, wakakaa wote tu na hawakugombana, walikaa wote tu. Mimi nikawa mwenyekiti, wale wakubwa zangu wale nilikuwa mwenyekiti, mimi nikaongoza. Rais alipokuja akakuta hawajakubaliana, akajaribu kuwaita hivi, mwisho akasucceed kule. Sasa alisemaje kule wakati Profesa Mkandara anampelekea ripoti? Rais alisemaje? Alisema hivi, Mkandara, mnaniletea ripoti ina tume huru. Hivi maana ya tume huru ni nini? Mnieleze. Hivi Kenya hawana tume huru? South Africa hawana tume huru? Wao hawana matatizo? Alichokuwa nawaambia ni kwamba hivi mimi nikichagua tume inaacha kuwa huru? Hivi kweli rais akikuchagua wewe anasema uende kuendesha tume bila kufuata sheria? Rais huyu hayupo. Kenya jaji mkuu alikataa. Nilimuona huyu Kenyatta anagomba, mimi namshangaa huyu Kenyatta, huyu jaji mkuu ametimiza wajibu wake. Huyu rais anagomba, huyu ameapa kwenye katiba, anagomba kitu gani? Alikataa. Sasa hapa wakati mwingine nasikia mnasemaje, majaji hawa sasa tujui kama ndivyo. Sima mnasema kwa hiyo rais anawatuma waende wafanye hivi. Hilo la kwanza alisema. La pili akasema, Mkandara, naona umeweka kwenye ripoti mambo ya rushwa. Rushwa. Akasema, Mkandara, ngoja nikwambie, wewe na wenzako simuko huko. Siku mkitaka kuja huku na ninyi mgombee kiti, mjue mtatoa rushwa. Kwa nini? Kwa sababu sasa rushwa ndiyo sehemu ya maisha ya Watanzania. That was your president. Wakasema
rais anatetea rushwa. Hapana, rais wetu anatuambia jambo kubwa kabisa, kama wote mmependa rushwa, sasa yeye Samia mtu mmoja atazuia rushwa. Mimi niliangalia rushwa wakati wa uchaguzi wa Kikwete Dodoma. Ilikuwa rushwa sijawahi kuiona. Mtu anachukua tuende muone huko. Nilikuwepo. Ilishamiri. Magufuli alitoka hapa akasema mimi ndio mimi, hakuna chochote. Ilikuwaje? Wanasema ndio, ilishamiri. Na viti vyote hata vilivyokuwa upinzani vikahama vyote. Sasa ninyi wa Tanzania, sasa rais mmoja atatoa rushwa kama ninyi mnapenda rushwa? Garusi sisi tulifanya wakati wa Mkapa, tulitembea na TCCAT kuwasaidia wasitoe rushwa, tukaenda Singida pale tukasema juu ya rushwa kuwasaidia. Wakati huo ilikuwa hajakoma, tunakuta viongozi ndio wanatanguliza rushwa wanawapa. Nikawatania, ninyi mnashawishi raia wenu waachame kama makinda ya ndege. Wewe kiongozi